dereva wa pikipiki akafariki dunia hapo hapo. Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine wawili kujeruhiwa kufuatia ajali ya barabarani iliyotokea Machi 24 ya mwaka huu majira ya saa 12 jioni katika barabara ya kutoka Buswelu kuelekea Nyamhongolo, eneo la Nyamadoke katika kata ya Nyamhongolo, wilaya Ilemela, mkoani Mwanza. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbrod Mtafungwa amethibitisha kuwa aliyefariki ni Zabron Simon, dereva pikipiki ya magurudumu matatu yani guta. Majeruhi ni Monica Kategu mwenye miaka 40, mfanyabiashara na mkazi wa Buswelu, pamoja na Enos Omashiku Sanange mwenye miaka 33, mkazi wa Nyamadoke. Chanzo cha ajali hiyo kimetajwa kuwa ni mwendokasi wa gari lenye namba T406 EGZ lilokuwa likitokea Buswelu kuelekea Nyamhongolo, huku dereva wake akiendesha kwa kasi katika eneo la makazi bila tahadhari. Aidha, pikipiki ya magurudumu matatu ilidaiwa kuingia barabara kuu bila kuchukua tahadhari. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limeanza msako wa kumtafuta dereva wa gari hilo aliyekimbia baada ya kusababisha ajali hiyo, huku mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya Seketule kwa ajili ya uchunguzi zaidi, huku juhudi za kumkamata dereva huyo zikiendelea ili achukuliwe hatua zaidi za kisheria. Katika wilaya ya Ilemela kwenye hii barabara ya kutoka Buswelu kuelekea Nyamhongolo katika ile eneo la Nyamadoke, ambapo kuna bajaji ikiwa na maana pikipiki ya matairi matatu ya kubeba mizigo ambayo ilikuwa ikitokea maeneo ya Buswelu kuelekea Nyamhongolo. Ilipofika eneo hili, pikipiki ilikuwa inatoka kwenye uchochoro wa kuingia kwenye barabara kubwa inayotoka Buswelu kwenda Nyamhongolo. Sasa dereva wa gari hilo aliingia katika barabara hii kuu ya lami akitokea uchochoroni, hivi akakutana na gari namba T406 EGZ. Hii ni gari kubwa ya kubeba mizigo aina ya Howo ambayo na yenyewe ilikuwa ikitokea Buswelu kuelekea Nyamhongolo. Kwa hiyo lori hili liligonga hiyo pikipiki ya matairi matatu ya kubeba mizigo na dereva wa pikipiki akafariki dunia hapo hapo. Zigongana uso kwa uso, lakini baada ya hapo lori hilo ambalo baada ya ajali hiyo lilipoteza mwelekeo na kwenda kugonga kibanda kilichokuwa upande wake wa kushoto wa barabara, kibanda cha mabati ambapo walikuwepo wakina mama wawili wanafanya biashara ya kuuza chakula. Wakina mama hao wameweza kuondolewa katika eneo la ajali hiyo wakiwa salama na kukimbizwa katika hospitali ya Seketule kwa ajili ya matibabu. Wakati wanaondolewa hapa, walikuwa wamejaa hofu kubwa kwa sababu kwa tukio la ghafla, na taarifa tunazopata ni kwamba wanaendelea kupata matibabu, hawakupata majeraha makubwa, jambo la kushukuru Mungu. Kwa hiyo wanaendelea kupata matibabu na madaktari wetu wanazidi kuwasaidia. Ni mwendo kasi kwa dereva wa lori ambayo ilikuwa ikitokea Buswelu kwenda Nyamhongolo, ambaye alikuwa akiendesha gari hilo kwa mwendo wa kasi katika maeneo ya makazi ya watu, hakuchukua tahadhari. Hali kadhalika hiyo bajaji pia, hiyo gari pikipiki ya matairi matatu ya kubeba mizigo, yeye pia aliingia katika hii barabara ya lami asipokuchukua tahadhari ya kutosha, kwa sababu anawajibika kuangalia kushoto na kulia kabla kujiridhisha kama kuna gari inayokuja ndipo aweze kuingia. Kutokana na ajali hiyo, dereva wa lori amekimbia na jitihada za kumtafuta zinaendelea, ingawa mpaka sasa tayari tumeshamkamata mmiliki sasa wa lori hilo ambaye anahojiwa ili atusaidie kumpata huyo dereva aliyekimbia kwenye eneo la tukio baada ya kufanya ajali. Wito wetu kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza na eneo hili kwa ujumla kuendelea kuzingatia matumizi sahihi ya kufuata sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani ya barabara wanapokuwa wanaendesha vyombo vya moto barabarani. Kabla hujaingia kwenye barabara kuu, lazima ujiridhishe hakuna gari linaloingia
kutoka kulia au kushoto. Lakini ni wale ambao madereva wanaendesha vyombo vya moto walioko katika barabara kuu hawana budi kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani kwa kuendesha magari kwa mwendo mdogo, hasa kwenye maeneo ambayo yana makazi ya watu. Lazima dereva achukue tahadhari. Huyo dereva aliyefanya tukio hilo atakapokuwa amekamatwa atachukuliwa hatua stahiki kwa mujibu wa sheria kwa taratibu za usalama. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.